kijana mwenzangu, mpambanaji, mtafutaji. Bana, ngoja nikusanue wewe mshikaji wangu unayependa au unatamani maisha ya watu humu kwenye mitandao. Sio kila unachokiona cha kweli ndugu yangu. Umeelewa? Sio kila unachokiona cha kweli. Ndio maana humu mitandaoni kila mtu ana hela. Kila mtu ana nyumba, kila mtu ana gorofa, sawa? Lakini vitu vya kweli vinabaki vya kweli na maigizo yanabaki maigizo. Alafu nikusanue, sio kila unayeona anaonyesha hela, anaposti takataka fulani ukafikiri ni vya kwake. Wengine ni kama wewe unavyoenda photoshoot au photoshoot nisaidieni. Unapiga, hiyo ni kuwapumbaza wajinga wa shamba wa mitandao. Sio kila unemuona anakuambia ana hela ukaamini. Wengine ni waigizaji kwa sababu wako kwa kazi fulani ili mradi kukuaminisha wewe kolo ujae. Sawa? Anyway, kwa hiyo usitamani, point yangu, usitamani maisha unayoyaona mitandaoni. Maisha mengine ni maigizo plus maigizo. Sawa? Maisha ya kweli yapo na maisha ya maigizo yapo. Nakupa mfano, kama kuna kijana mmoja yuko kwenye mitandao, tunao kwenye mitandao wako wengi wa design hiyo. Yule kijana ukikurupuka kwa haraka unaweza ukaamini kweli ana hela. Lakini sio kwamba ana hela. Kuna mtu mmoja blaza wangu anaitwa, kakangu mmoja anaitwa Kaka Rugumi, anasaidia sana watu. Yule ndio mwenye mali. Ushasikia anapiga kelele? Unajua kwa nini? Ukishakuwa level ya utajiri, hauhitaji kuusimulia utajiri. Utajiri utakutambulisha wenyewe na watu watasema. Haihitaji utumie nguvu. Kwa hiyo haya unayoyaona ni maigizo ambayo bonus maigizo tunaishi nayo kwa sababu ya kutafuta chochote. Kwa sababu ya target ya watu fulani. Kosa nuka usitamani maisha ya watu. Wana maisha magumu wao. Ukikutana nao live utacheka. Kwa hiyo wewe kama unaamini kwenye mitandao kwamba watu wana manyumba, wana magari, au matajiri hawana hiana. Hawana hiana kabisa. Na wala hawezi kuja kukuambia hiyo sio ya kwake, wanakuacha utambe. Kwa sababu gani? Tayari wamekuamini kama kijana wao, wanakuachia. Na ogopeni sana hao wanaoposti hela. Hawana kitu. Kama wewe unaona kuna mtu awe mganga awe msanii anaposti hela, ukaamini kwamba ana hela, anakuvuta wewe ili achukue hela yako. Acha ufala. Hamna mwenye hela. Utajiri ni kama pembe la ng'ombe. Hauhitaji kusimulia sana. Watu watasema tu, yule jamaa ana ma-apartment, ana manini, ana mashamba. Sio kaniambia una magari ukasema wewe tajiri. Hayo magari ni nini wanasema? Ni haki ya kuwa nayo vizuri, lakini sio kitu kipaumbele ambacho kitakusaidia katika maisha. Ni kitu ambacho kinahitaji uwe na usafiri mzuri whatever. Lakini point, maisha mnayoyaona mitandaoni ni maigizo. Na msidanganywe. Hakuna Freemason, hakuna Illuminati anekuja mitandaoni kujitangaza. Wale, ngoja niwape password sasa. Wale ni watu ambao yale mavazi yanashoneshwa, yanawagizwa, yananunuliwa. Wale ni watu kama mawakala wa Tigo Pesa ambao uwakala wao ni wa utapeli kwa sababu hawana vyeo au hawana mamlaka ya kufika ngazi ya juu kukuunganisha wewe kuwa Freemason au Church of Satan. Nakupa password. Usinichukie kwa sababu unifanyi lolote, huwezi kunifanya lolote. Ila lazima watu wajue ukweli kwamba kuwa makini, usitamani maisha mitandaoni. Hawa wengi wapigaji matapeli kibao. Hata mimi kama nimekutapeli basi na mimi tapeli. Kama kuna mtu nimemtapeli ya comment hapo. So mimi nimenyoka. Sina maigizo. Mimi nauza dawa, nasaidia dawa. Hayo uongo wenu, maisha yenu ya uongo huko, mimi ni bwatu na hakuna wa kunifanya lolote.